Na mkuwasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wa habari za moto. Walikale, maiti zaanza kuokotwa ndani ya mji wa Walikale. Uvira, wazalendo wahitajika kuishi kwa amani ushirikiano. Rwanda yampata rais mpya Placide Kayumba. Ikiwa ni tarehe 7 za mwezi wa 4 2025, majira ya saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika Mashariki, na huko nasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka tu kwamba operesheni Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama bado hujaungana na operesheni hii, tafadhali wasiliana na Baraka One TV kwa namba ambazo unaziona kwa screen yako hapo, na moja kwa moja utaungana na operesheni Saidia Mzalendo. Na pia tembelea Baraka One TV channel 2 ili uweze kukutana na interview nyingi ambazo ziko zinafanyika mazingira ya plan ya Ruzizi na mengine kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Walikale, ambako maiti zaanza kuokotwa ndani ya mji wa Walikale. Karibia miili 8 isiyokuwa na uhai ndiyo iliyookotwa ndani ya mji wa Walikale, na yote ni baada ya kukimbia kwa magaidi wa Alliance Fleuve Congo M23 pamoja na RDF ndani ya mji huo. Awali kuliokotwa miili 4 ndani ya kata 2 tofauti, kata ya Kangambili iliyopo magharibi mwa mji wa Walikale, na miili mingine 2 imeokotwa maeneo ya Nyalusukula upande wa kusini, ikiwa ni askari mmoja wa FRDC pamoja na magaidi wa RDF watatu. Kwa upande wa mashariki kuligundulika pia miili 4 ya raia waliouliwa na magaidi wa M23 wakati wanatoroka ndani ya mji wa Walikale. Kwa upande mwingine tarafani Beni ni rasmi sasa, mpango wa RAD wazalendo umeanza kazi kwa kuwapokea wazalendo na kuwaweka kwenye vituo vya mafunzo vya kivita. Shughuli hiyo inasimamiwa na gavana wa Kivu ya Kaskazini Meja Jenerali Evariste Somo Kakule. RAD ni mpango unaowakusanya wazalendo wote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa pamoja, na hivyo kuanza kuwapa mafunzo upya ya kivita na pia kuwaingiza katika mpango wa jeshi la akiba kwa ajili ya kutetea taifa. Kwa upande wa Kivu ya Kaskazini tayari mpango huo umezinduliwa rasmi, na hivyo wazalendo wote wa Kivu ya Kaskazini watahitajika kuweza kuweka silaha chini na kwenda kwenye mafunzo zaidi ya kivita. Inyareke hano akandi bya former abandu bakahola mu reserve armée de la défense. Nikibomba mahe wetu we Kongo eritukale no twanzire abasuda omulu hali vita iba watikiwa na banainzi. Nira banainzi abo se bali asomo désordre ambo walo maimai kutse muheye bakatuka bakole formation na hano bakande kole reformation kusudi bakisha bakabyo mu bandu iba nashi eritumikisha bemano. Abande bakabire bakandi bya former hano abo tokola mu local defense. Nikombo mu melongo yetu. Oli bombo bonali wabere bakandi asene uri bashita bandu.
twanzirimwa bimuni abandu abane forme kusudi arme abikasa yikashawa ticha iba biritsuke nero ngala ko bandu boshirwa inde abo shabali mu magroup za arme abo shiba aba VDP abazalendo yo bale twabirita yarisha hano base tukanditumika kumerano mukoronatere wabo no mukulu synergie kusudi abo shibase babie forme enyaleke abandu se bangatokerelwa batauti kwa formation. Asante. Ukiachana na mpango huo, kwa upande wa Irumu, raia wanane pia wamesadikika kuuliwa na magaidi wa ADF eneo la utawala la Walese Vonkutu. Magaidi hao waliwavamia raia kwenye mashamba zao ndani ya kijiji cha Idohu uko magharibi. Watatu waliuliwa eneo la Tikwabalele na wengine 5 wakauliwa eneo la Abulembi. Hii ni Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo, moja kwa moja tujielekeze ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini, ndani ya tarafa la Uvira na pia jijini Uvira. Wazalendo wanahitajika kuishi kwa amani, ushirikiano pamoja na kuheshimisha tamaduni na desturi ya kizalendo. Baada ya machafuko yaliyotokea siku 2 zilizopita, makundi mawili ya wazalendo kurushiana risasi, hali hiyo imeweza kuleta hali isiyokuwa ya kawaida ndani ya mji wa Uvira, na hivyo kufanyika kikao cha haraka kati ya wazalendo pamoja na wasimamizi wa FRDC na kuhitaji watu wote kuweza kutuliza pressure na hivyo kuishi kwa amani, ushirikiano pamoja na kuheshimu kanuni na misingi ya kizalendo. Katika makundi yaliyoleta ghasia hizo ni pamoja na kundi la Jenerali Makanaki Kasimbira John, ambaye kwa upande wake aliweza kutuma ujumbe kwa raia, na ujumbe wake unasema maneno yafuatayo. Huyu hapa Kasimbira John. Mimi kiongozi Makanaki Kasimbira John ndio nabasalimia katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Nabasalimia nikiwa hapa Uvira. Leo tuko siku ya Mungu. Kwa saa hizi nabasalimia, message niko nayo. Kitu napenda kuzungumuza, kama tunajijua tuko wa viongozi wazalendo katika nchi yetu ya Kongo, tuko wa viongozi wazalendo katika zone ya Uvira, tufanye kazi na kilo na heshima na adabu iwe kusisi wa viongozi. Kama batu bote ni ba viongozi, lakini kuna viongozi na adabu inapasha kuwa mkazi. Na kama ni kazi tunatumika, tulishika silaha juu ya kufanya kazi ya kizalendo, tufanye kazi ya kizalendo, adui ikweko. Tusigeuzane kuwa mahadui, ndo neno ya kwanza napenda kusema ile. Na ule mwene alikamata silaha juu kugeuza mwingine mtu ni adui, Makanaki ni adui, na Makanaki ageuze mwingine mtu ni adui. Mimi nabasi sana tuachane na ile mambo, tutie silaha. Tunayua mkazi kazi ya kizalendo, mkazi ya kizalendo iko na pointi 3. Pointi ya kwanza, kuna watu waliingia mkizalendo juu ya madeni ya batu. Balikula madeni ya batu, bakaona kuna gisi ya kulipa madeni, bakakosa kwani bakakimbilia kuwa bazalendo, yani wa maimai. Pointi ya pili ni pointi gani? Pointi ya kwanza tunasema ni pointi ya kuna watu waliingia mkazi ya kizalendo juu ya madeni, balikula madeni ya batu bakashindwa kulipa, bakakimbia kuwa ba maimai wala wazalendo. Pointi ya tatu ni pointi ya bwizi. Kuna watu walishika silaha kuona hakuna gisi tutafanza, tuko tunaiba, acha tukamate silaha juu tupate turu ya kwa naiba. Nawaambia ni kushe 3. Kushe ya pili ni point, nishasema kushe ya kwanza. Kushe ya 3 ni kushe ya pili ni kusema kuna watu walikamata silaha ni juu ya aventure, juu ya bwizi. Balikuwa bamwizi, bakaona hakuna gisi bwizi iendelee,
bana bafunga sana, donc bana bafuatilia sana. Acha tukimbilie kuwa ba maimai wala bazalendo, njo tutapata turu ya kuiba. Bana wazia kuwa mzalendo ndo bwisi, bana wazia kuwa mzalendo kama uko mdeni ya watu abata kulipishaka nayo. Pointi ya kumalizia pale kuwa mzalendo, kuna watu waliingia kizalendo juu bapiganie inchi wala taifa ya Kongo. Ndo pointi tatu ile. Na kama nasie tunayua tulishika silaha juu ya kupigania taifa yetu ya inchi ya Kongo, tu adui koko tufuatane na adui. Lakini mwizi yoyote na mtu akwenda na salire muzalendo wala maimai, ule mtu ni kumufuatilia na tena ni manake kumuazibu juu ni mtu anaharibisha reputasio ya wazalendo, anatukanisha bazalendo. Kama vile tulisema pointi tatu ya kizalendo, kuko point ya bwizi, point ya madeni na point ya kupigania inchi. Kama tulikamata silaha ya kupigania inchi, tupiganie inchi. Hatukukamata silaha ya kuwindana si peke kwa sie peke, hapana. Kama tulishika silaha, mimi Makanaki siwezi shika silaha juu nipiganishe mtoto mwenye mimi nalea, hapana. Na kama mtoto anashika silaha anipiganishe mimi Makanaki siwezi kamata silaha nipiganishe mwenzetu wala mtoto. Juu kia kwanza anazaliwa nyuma yangu mimi Makanaki. Nashika silaha ni batoto bangali mtumbu, banakomala, mimi niko tu jeshi na baba yabo kama vile bayomba yangu. Na leo hii tuikale kwa upendo na kwa uzuri, tufanye kazi ya inchi. Iko bitu ya haya kusikia mimi Makanaki nipigane na mjomba wangu, iko uzuni sana na bitu ya haya. Na yua masase ililia mingi sana, sikujibia. Na nikafuata ile masase hadi kwenye benzetu biko bene banakuya eti batanipiga masase mimi. Nilibafuata na Mungu akanisaidia, nikafika hadi kwenye biko na tukazungumuza na bakarudia na amani na kimya. Lakini busiku tena masase kalia kitu na basi Mungu anasema saa ya vita inafika, twende. Ndo kitu na basi. Na ule mwene aliyua anakosea mwingine, wala mimi Makanaki mwene anayua mimi nilimkosea na nilimkosea, naomba msamaha sana, anihurumie. Sina tatizo na mtu. Ukiachana na hilo, raia wanaoishi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wale pia ambao wanaishi nje wanawahitaji na kuwasihi wazalendo waweze kutafuta namna ya kuishi kwa pamoja kwa ushirikiano na kuacha masuala ya kibaguzi na masuala ya kujimeme. Ya kwanza ambayo imetupata kule, tumempoteza tayari aliyekuwa mtetezi kabisa. Tumetoka kumzika kule. Jutu ya hivi vitu ya kupigana wao kwa wao tu. Mtetezi ameenda tu hivi tu. Tena vraiment mimi sijue vraiment sisi Wakongomani akili yetu inakuwa kaji. Kwa nini hatukuwa na umoja? Ndio maana tunajikutana sisi wa Bantu tunakuwa na shindwa kukuwa na victoire juu ya hii akili zetu zinakuwa sijua aje. Lakini hautaona muhawa warani wa adversaire wetu hawa wako na hii ujinga ambayo sisi wa Bantu tuko nayo. Hakuna. Au ziona Watusi wako na hii ujinga hii, asema wanarushana masase wao kwa wao. Hata wako na mautafoti gani, hawezi rushana risasi hivi na kuvunjana miguu wao kwa wao. Mshawa hivi sikia wapi? Tuambizeni tu ukweli kabisa. Mshawa sikia hawa Watusi wa Rwanda malgré wako na mautafauti, asema warushana risasi wapi? Hata hivi saizi wako mautafauti kubwa sana na wako na division, lakini hawaja urushana risasi.
Hakuna. Kwa nini sisi Wabantu hatukwake na akili? Sasa kama hii grupe iko, huyu iko na grupe yake, huyu iko na grupe yake, huyu iko na grupe yake, kwa nini hatuwezi kuja pamoja? Shida yetu ya sisi Wabantu na shida yetu ya sisi Wakongole, tunapendaka kila mtu akuwe mkubwa, kila mtu akuwe chef. Hakuna mwenyewe anakuwa anapenda akuwe chini ya mwingine, na ile ndio shida yenyewe iko natukujia Kongo mpaka saa hii. Kila mtu mkongo anataka akuwe president, aongoze Kongo. Kila mtu anataka aongoze Kongo. Hakuna mkongomani mwenyewe huwa anataka akuwe nyuma ya mwingine ama aongozwe na mwingine. Ile ndio magumu na shida yenyewe tuko na kuwa nao Kongo, ndio maana wengi wako wanageuka wanaenda kufanya marebelio. Na mbuku nasikiliza matangazo yetu ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Unaendelea kutusikiliza kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, South Africa, Kinshasa, Afrika Mashariki na Kati, Ejide Kizenga, Tembele, King Sele, Shabani, kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo tuingie ndani ya nchi ya Rwanda, ambako Rwanda yampata rais mpya ambaye ni Placide Kayumba. Kutokana na hali jinsi inavyozidi kuwa ya uhasama kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda, hatimaye Rwanda imeweza kupata chama kipya cha upinzani ambacho kitajitoa kwa ajili ya kupingana na utawala wa Rais Paul Kagame. Placide Kayumba ni mwanasiasa mpya na mchanga ambaye ameingia kwenye siasa za Rwanda, na hivyo kuweza kuzungumza kuhusiana na hali inayozidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akiwasihi Wakongomani kwamba yanayoendelea Kongo wala hayahusiki na Wanyarwanda, bali ni utawala wa Paul Kagame ndio unaosababisha maafa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huku pia akihitaji umoja, ushirikiano kati ya DRC pamoja na nchi ya Rwanda. Je m'appelle Placide Kayumba, je suis chef frère congolais. Je m'appelle Placide Kayumba, je suis le président des Forces démocratiques unifiées, FDU-Nyingi, un mouvement résolu à mettre fin à la dictature du général Paul Kagame au Rwanda, avec nos partenaires, et instaurer un état de droit respectueux des libertés de nos citoyens, et aussi de la paix, la quiétude, la souveraineté de nos voisins. Mes chers frères, je m'adresse à vous aujourd'hui pour exprimer l'avis de notre peuple et en particulier de notre mouvement et de nos partenaires quant à l'agression injuste dont vous êtes victimes depuis des décennies. Chers frères, il est important que vous sachiez que le peuple rwandais n'a rien à voir avec les agressions, les violences qui endeuillent votre pays. Il s'agit d'une entreprise du régime qui est en place à Kigali, dont les objectifs sont l'expansionnisme et le pillage des richesses de la RDC. Le peuple rwandais se tient solidaire au peuple congolais dans ces épreuves. Le peuple rwandais est également victime de ce régime, des violences, de la terreur qu'il lui impose depuis 1994, date à laquelle il a pris le pouvoir. Donc, Kagame, à part cette mot qu'il est en train de faire la guerre chez nous, il fait la guerre d'intimidation contre son propre peuple. Votre pays. Il s'agit d'une entreprise du régime qui est en place à Kigali, dont les objectifs sont l'expansionnisme et le pillage des richesses de la RDC. Na huyo alikuwa ni Placide Kayumba, mwanasiasa na mwenye kuwa na chama kipi ambacho kitafanya upinzani na bwana rais wa Rwanda Mr. Skeleton Paul Kagame. Na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwa matangazo yetu ya asubuhi hii. Tukutane majira ya saa 6-9
pamoja na saa 12 kwa taarifa zingine. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and all in town. DJP, big up kwa wote ambao mko pamoja na Baraka1 TV. Usahau kwamba Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na hivyo ungana na sisi kwa maendelezo ya operation hiyo.